Mimi ninaamini katika wale wengine wote, sisi ni sauti ya wale, na tunaamini haya mawazo yanakwenda kuibadilisha nchi yetu, na ninaamini kwamba sisi vijana tumebeba majibu ya wasiwasi wa Tanzania ya kesho. Kwa hivyo nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais, nipende kushukuru viongozi wengine wote. Wazo lao halikukosea, lakini kuna mambo makubwa sana yatakwenda kutokea kutoka vijana na ataibadilisha taifa letu. Kwa siku zote hizi nne ambazo tumekaa hapa kiuhalisia, tumeweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa wakufunzi mbalimbali wa kibiashara, ujasiriamali pamoja na uchumi, na tumeishi kama familia moja katika vijana wote 100. Kwa majina naitwa Joshua Kennedy, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Sasa ili shindano la vijana uchumi challenge, sijaja tu, ningependa kuambia Watanzania wenzangu kwamba sijaja tu kushindania milioni 50, hapana. Nimekuja kuonyesha kwamba Tanzania inaweza kubadilika kutokana na sisi. Ili maelezo haya yasiishie tu kwenye makaratasi, tunaomba wizara ituwekee utaratibu wa mafunzo maalumu na ya kina ya kukuza na kulea na kuendeleza mawazo yetu ili yaweze kufikia katika hatua ya utekelezaji wa kibiashara pamoja na kiserikali. Ndugu mgeni rasmi, baada ya mafunzo haya tunaomba wizara ifanye tathmini ya kimkakati ili kuona kila wazo lililopo katika vijana hawa 100 linafaa kutumika katika sekta maalum za kiserikali au za kijamii ili kukuza uchumi wetu. Vijana Uchumi Challenge ni zaidi la shindano. Ni jukwaa la kuibua fikra za vijana, kuleta ubunifu, kujenga ujasiri na kuonesha kuwa vijana wana nafasi kubwa katika kutengeneza suluhisho za kiuchumi na kijamii. Ni sehemu ya dhamira ya serikali awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuhakikisha vijana wanashirikishwa kikamilifu katika ujenzi wa uchumi wa taifa lao. Sisi tuna jambo na nyie. Kwa hiyo leo tunafunga tu jambo dogo, lakini ndio tunafungua hatua nyingine. Mliingia katika kambi hii mkiwa na mawazo, ndoto, dunio na matarajio mbalimbali. Kwa siku 4 mlizokuwa hapa Kibaha, mmepewa nafasi ya kujifunza, kujipima, kushauriwa, kujadiliana, kurekebisha na kuimarisha namna ya kueleza mawazo yenu. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu wazo nzuri pekee halitoshi. Wazo linahitaji kuandaliwa, kupimwa, kuwekewa mpango, kuonesha uhalisia wa utekelezaji na kueleza namna itakavyogusa maisha ya watu. Ndugu Katibu Mkuu, wakati nazungumza na vijana, kuna baadhi ya mambo yalikuwa yameibuka ambao natamani kushirikisha. Walikuwa wanasema kama katibu na ofisi yako msipoona vibaya, basi kama kuna mshiriki mmoja tu katika 100 ambaye anatoka kwenye mkoa, mshiriki mmoja kwenye mkoa mzima wa Kigoma, mfano mkoa mzima labda wa Mtwara, yuko mmoja tu, hata kama huku haja make it, basi tumtambulishe kule mkoani, pengine wana namna kule Mtwara, wamshirikisha, msaidie. Tumtambulishe kwenye halmashauri zetu, wana namna nyingi kule halmashauri, maafisa vijana, local government za mikoani, na kule kuna wafanyabiashara, kuna mabenki, taasisi mbalimbali za fedha. Kama ni kijana mmoja, hawawezi wakashindwa namna ya kufanya kuwasaidia hawa vijana kuendelea kukuza mawazo yao na kukuza ubunifu wao, lakini pia kuchangia maendeleo ya mikoa yao ambao wanatokea. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, vijana hawa katika mazungumzo walikuwa wanasema hivi, kwenye shindano lile tarehe 6 pale Julai, hata kama hawajafika 100 bora, wanatamani wawepo kushuhudia mtanange mpaka dakika ya mwisho, lakini wapate picha na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.